بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1444 katika silsila ya durus qasasul anbiya tuendelea kumzungumzia kalimullah Musa alayhi salatu wassalam, na tuliahidi kuwa biidhnillah ta'ala katika kikao cha leo tutazungumzia qissatul Baqara, katika matukio ya ajabu yaliyotokea wakati wa Musa alayhi salatu wassalam. Ni tukio hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika suratu al-Baqara, na sura ikaitwa kwa jina hilo suratul Baqara. Ni kipi haswa kiso cha huyu ng'ombe? Kulitokea nini mpaka kikaje kisa cha huyu ng'ombe? Wataja wanavyuoni wa tafsir na ni katika Israiliyat, na tulizungumza hapa hukumu ya kutaja yale yaliyokuja kutoka kwa Banu Israili. Allahu a'lam ikiwa ndio sababu hiki kisa, lakini sisi tutazieleza hizi aya katika suratul Baqara. Kijana mmoja alikuwa akilelewa na ammi yake, ndugu yake babake, na alikuwa hana mtu isipokuwa huyu kijana wa ndugu yake, na yule bwana alikuwa ni tajiri sana, ana uwezo mkubwa. Yule kijana akaona achelewa kufa ammi yake, na alikuwa na tamaa na ile mali. Kwa kila alichokifanya akaamua amuue ammi yake ili aweze kufanya nini? Kurithi ile mali, sababu hana mrithi isipokuwa yeye peke yake. Akamuua yule bwana, kisha akamchukua akamburuza, akampeleka katika sehemu ya watu wa kabila lingine katika Mayahudi. Tukitaja kwa Mayahudi wako makabila 12, kwa akampeleka kwingine, hakuna aliyemuona. Asubuhi watu wakiamka, yeye katika wale uliza ammi yangu yuwapi? Wanamuua hawa, na wale wasema hatujamuua sisi. Kabila la huyu na la huyu ikakaribia kutokea nini? Vita. Mmoja katika wao akamwambia, tartibuni, kwa nini tupigane wakati yuko miongoni mwetu nani? Musa alayhi salam. Na Musa azungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amemuona yule aliyefanya kitendo hiki. Kwa sisi twendeni kwa Musa tumwambie azungumze na Allah subhanahu wa ta'ala, amwambie tu mara moja nani aliyefanya jambo hili, basi خلاص tumalize hili jambo. Fikra nzuri, sahali kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akilieleza tukio hilo asema, وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Napindi Musa alipowaambia watu wake, hakika Allah anakuamrisheni mchinje ng'ombe. Kwa hivyo wao walimtaka Musa aende akazungumze na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, waambie aliyeua ni mtu fulani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwapa mtihani. Katika hii aya wakumbusha, kumbukeni enyi Banu Israili, hina ishtabaha alaykum amru al-qatil, ulipokuwa mmechanganyikiwa na jambo la yule aliyeuawa,
فسألتم موسى أن يدعو الله ليبين لكم ما أشكل عليكم mkamtaka na kumuomba Musa awabainishie kile kilichowatatiza hamjui nani aliyeua فسأل موسى ربه موسى akamuomba Allah ya rabbi tuonyeshe nani aliyeua فأمرهم الله بذبح بقرة Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha nendeni mkachinje ng'ombe chinjeni ng'ombe wa an yadribu alqatila bi ba'dihha kisha mkishamchinja yule ng'ombe chukueni baadhi ya nyama za yule ng'ombe mumtupie yule aliyeuawa yule maiti liyahya fayukhbirahum biqatilihi ili afufuke awaambie aliyemuua nani na ule uhai wake ule pia uwe ni dalili angalia katika hikma iwe ni dalili ambao wataiona kwa macho kuwa Allah ana uwezo wa kufufua wafu kwa ni neema pia kwa wao falam yastajibu li amri Allah ta'ala lakini jamaa hawa kama nilivyowatajia katika kikao kilichopita mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipowateremshia Taurat walikataa kuifuata akawanyanyulia warafa'na fawqakum at-tura akawanyanyulia mlima jabali juu yao ili wakubali je walikubali qalu sami'na wa 'asayna sami'na wa 'asayna hivi ndivyo ilivyokuwa tabia yao kwa hawakukubali kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa sasa waanza katika kuuliza maswali wa itharatu aljadal na kuleta mjadala baina yao na Musa Musa alipoambia wachinje ng'ombe jawabu lao likawa hivi qalu atattakhidhuna huzwa wakamwambia Musa je unatufanyia mzaha wewe tufanyia sisi mzaha bwana ataj'aluna mawdhi'an lis-sukhriyati wal-istihza' watufanya sisi ndio tumekuwa watu kufanywa maskhara na istihza ukawa watuombea sisi tuchinje ng'ombe yani ايش دخل موضوع البقره في هذا الامر kama kumwambia hili jambo la ng'ombe linaingiana vipi sisi tukwambia utuambie leua nani watuambie tuchinje ng'ombe haya mambo mawili yaingiana vipi yani kama kuona yule Musa yofanya mzaha kuna mafungamano gani baina ya huyo ng'ombe na kumtambua yule aliyeuawa nani aliyemuua Musa alayhi salatu wassalam akamwambia qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin Musa akasema najikinga na Allah nisiwe miongoni mwa wajinga kwa Musa akajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala ani astajiru billahi an akuna al'an wa mustaqbalan min aljahilin najilinda na Allah wacha sahihi na baada ya hapa najilinda na Allah kuwa katika watu wajinga kwa nini لأن الاستهزاء في موضع الجد وبيان أمر الله تعالى ضرب من الجهل والسفه kwa sababu mtu kufanya mzaha katika jambo ambalo si la mzaha liko serious hii yaonyesha kwa yule mtu ni mjinga na ni safihi na haiwezekani huyu ni mtume wa Allah kwani haoni lile jambo kwa huku kunauliwa mtu na hapa kuhitajika kujulikana aliyeua nani hayo yote yaona hivi nyinyi muona mimi baada ya kuona haya nitakuja kufanya mzaha hapa Banu Israil bwana atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin falamma alimu anna dhabha albaqara azmun min Allah ta'ala walipofahamu sasa hili jambo la kuchinja ng'ombe hili ni maazimio tumefanyiwa na Mola wetu ni lazima tulifanye wakaanza kutafuta sifa yake sasa si mchinje ng'ombe
ng'ombe yote wangemshika pale wakamchinja, ili jambo lingekuwa. qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, kasema tuombee kwa Mola wako atufafanulie ni ng'ombe gani atakaye tumchinje, ng'ombe gani. qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Musa kawaambia hakika yeye anasema kwamba ng'ombe huyo si mzee, asiwe ni ng'ombe mzee wala si mchanga ambaye hajapandwa au kupanda kwa mfano, yani awe si mchanga, bali ni wakati na kati, katikati baina ya hao wawili ndio wataje, si mzee wala si mdogo. Kisha akawanasihi akamwambia faf'alu ma tu'marun, basi fanyeni mnavyoamrishwa, msitafute mengine bwana. walau annahum amadu ila ayi baqaratin kanat fadhabahuha la ajza'at anhum, na lau kama kuanzia mwanzo wamechukua ng'ombe yoyote wakamchinja angeliwatosheleza, walikuwa hawana haja. walakin shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alayhim, lakini wao ndio wakajitia uzito na tashdid, na Allah akawafanyia uzito. Kwa tuombee Mola wako huyo ng'ombe anayetuamrisha tumchinje yuko vipi. Musa akawaambia, Allah subhanahu wa ta'ala waambia, innaha baqaratun la kabiratun musinna, ni ng'ombe si mzee sana, muita goroa si yuko, si mzee sana, wala saghira fatia, wala asiwe ni mdogo yule ng'ombe, walakinaha nisfun baina as-sinnaini, awe katikati baina ya umri wa huyu na huyu. Kwa hiyo awe katikati, yani wasat fi al-umr baina al-umrayn, katika umri wake na katikati, si mzee wala si mdogo. faf'alu ma tu'maruna min dhabhi al-baqara, basi nyifanyeni kile mlichoamrishwa katika kumchinja ng'ombe, msilete mijadala, msifanye mijadala, nyichinjeni. Si basi ni kama ambaye mtu ameambiwa basi fanye hivi, kama ameelekezwa kabisa, usiulize tena baada ya hapo, tushawasahilishia. qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Bani Israeli wakasema kama bado hatujaelewa, hebu tuombee kwa Mola wako atupambanulie ni nini rangi yake, unataka rangi gani wewe unaona, hebu tuulizie huko ataka rangi gani ili tuchinje. Allahu musta'an. Kwa hivyo adu ila suali Musa maratan thaniya, wastamarru fil jidal, mara ya pili sasa waje kwa Musa umwambia tena jambo, waendelea kujadiliana. Wakamwambia Musa, hebu tumwambie Mola wako atubainishie rangi gani. Musa alayhi salatu wassalam qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirin. Musa akasema, yeye anasema, Mola wenu asema kuwa ng'ombe huyo ni wa manjano, ng'ombe wa manjano, safra, tena faqi'un lawnuha, na rangi yake imekoza, yang'ara kabisa hivi, njano, hana rangi nyingine, kimuona hivi wang'ara, rangi ya manjano, tena huwapendeza wanaomtazama, kila anayemwangalia pale. Wewe unaje ng'ombe ya rangi manjano? Tuseme Kiingereza sema goldish kama ama yellowish. Ukimwona yule ng'ombe akufurahisha, watamani umtizame, hamtafuteni, si mwataka kujua rangi, rangi ndio hiyo. Wao wapendena si rangi tu, na wao wanaomtizama wapendezewa namna yule ng'ombe alivyo. Wa hadha tashdidun min Allah alayhim, na hapa Allah subhanahu wa ta'ala awatia uzito. Kwa nini? Uqubatan lahum, hii ni kuwaadabisha, kwa sababu wao ndio waliojitilia uzito.
wewe ukiangalia al-baqara al-asfar qalil, ng'ombe rangi hii ambayo imetajwa hapa ni wachache sana, tena iwe asfar al-faqi' hadha nadirul wujud, ni kitu nadra sana kupatikana, iwe ile rangi yake ya njano hivi ya ng'ara na kimona mtu yofurahi kimona. Na ikiwa yule mwenye ng'ombe ashajua hizi habari, atamuuza bei gani? Ashajua nyinyi hamuendi isipokuwa ng'ombe ni huyu tu. Kama ng'ombe wake kwa mfano akajua kaumu nzima nyinyi mtaka huo ng'ombe, mtanipa ngapi? Hapa pia wataja wanaovioni katika kisa katika Israiliyat kuwa kiukweli huyu ng'ombe alikuwa ni wa kijana mmoja yatima, ana sifa hizi zote zilizotajwa, na bado kuna nyingine tutataja. Yuko mahali fulani Allah amtakia riziki, tutakuja kumtaja hapa. Kijana tu yatima anaye ng'ombe, lakini bado hajakamilisha zile sifa. Washambi wa rangi, sio hiyo rangi yenyewe ishakuwa na uzito ndani yake. Banu Israil wakakariri tena, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, sema hebu tuombee Mola wako atupambanulie ni vipi hali yake huyu ng'ombe, bado kidogo tumechanganyikiwa. Allahu akbar. Innal baqara tashabaha alaina, hakika tunaona huyo ng'ombe wamefanana, wako wengi kama hivyo, yani kusema wako wengi, hebu pambanua zaidi. Yani wataka awe unique yule ng'ombe, pambanua zaidi. Wa inna insha Allah la muhtadun, na kwa yakini insha Allah, Allah akipenda tutaongoka, tutamjua huyo ng'ombe na tutamjua yuko wapi. Ndio baadhi wanavyosema lau kama hawakusema hii insha Allah pia wasingempata yule ng'ombe na wasingemuona, yuko kupata taabu sana. Sasa hapa yaja sifa nyingine, qala innahu yaqul, Musa akasema, yeye anasema, Mola wenu asema, innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard, kuwa huyo ni ng'ombe asiyetiwa kazini kulima ardhi. Si ng'ombe wa kulima, huyo ng'ombe hafanyi kazi, sababu ng'ombe hutumika kulima, huyo hatumiki kwa kazi ya kulima. Wala tasqil hartha, wala kumwagia maji mimea, pia hatumiwi katika nini? Kuburuza, kama kwa mfano maji katika kumwaga kwenye mimea. Tena musallamatun la shiyata fiha, mzima, hana baka, hana alama yoyote kuwa labda mkatika hivi ampungua kitu, awe mzima, la shiyata fiha, hana alama yoyote nyingine, rangi ile ile ya kung'ara, usisahau rangi ile ile, kisha asiwe na alama yoyote. Qalu al'ana jita bilhaq, na Israeli wambia sasa umeleta haki, sasa umekuja na maneno sawa sawa. Kuanzia mwanzo ulikuwa unakuja na batil, sio? Sasa ndio kuja na haki. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akieleza hapa kuwa Banu Israili wakakariri kwa Musa mara ya 3, tumwambie Mola wako tubainishie hali ya yule ng'ombe, asaimatun hiya au amila, awe ni ng'ombe hivi hivi wafugwa ama yuwafanya kazi. Ng'ombe gani katika ng'ombe aina ni yupi? Ni yule afanyie kazi ama yule ng'ombe tu yuwafugwa hivi afanyishwi kazi? إن البقر الموصوفة بكونه وسطا في العمر بين العجوز والمسن, yule ng'ombe ulotajia ambaye yuko katikati, si mzee si mtoto, rangi yake hivi, kathirun, hawa ni wengi, sisi tushachanganyikiwa. Kisha tukuhakikishia sisi ewe Musa, insha Allah sisi tutafanya kile tulichoamrishwa kwa sifa za yule ng'ombe ambao tueleza. Wa Musa ndio akawaambia huyo ng'ombe ana wasifu wa kwanza, si ng'ombe ambaye afanyishwa kazi ya kulima. الوصف الأول أنها غير مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة,
ni ng'ombe ambao hakuwekwa kwa ajili ya kufanya kazi ya kulima. والوصف الثاني صفة ya pili أنها غير معدة لسقي الزرع أو ni ng'ombe ambaye hakuwekwa kwa ajili ya kutia maji mimea. والوصف الثالث أنها خالية من العيوب والنقائص والآفات. wasifu watatu awe yule ng'ombe hana aina yoyote ya aibu wala upungufu. والوصف الرابع نصف أن ليس فيها علامة من لون آخر يخالف سائر جلدها awe hana alama ya rangi yote nyingine, la shiata fiha, hana alama ya rangi yote nyingine ambayo ni kinyume na ile rangi yake, mwanzo kwenye kichwa mpaka kwenye mkia awe rangi moja. Kwa nini wamepewa ng'ombe na sifa hizi za ajabu sana? wanaoviona sema wa hadhihi al-awsaf fi al-baqarati sababuha annahum shaddadu fashaddada Allahu alayhim. sababu ni kuwa wao wamejitia uzito, Allah subhanahu wa ta'ala akawatia uzito. wa dinu Allah yusr, na dini ya Allah ni sahali bwana, dini ya Allah ni nyepesi. والتعمق في سؤال الأنبياء مذموم, na kule mtu kuingia kutaamak katika kuwauliza mitume wa Allah ni jambo ambalo limesimangwa, si zuri. Msione kuwa Banu Israil baada ya kuambiwa hapa na kusema al'ana jita bilhaqi, kwa sababu walikuwa hawana lingine la kusema, yani hapa ndio wamfika mwisho. Sasa tumwambie nini Musa lingine katika hizi sifa? Ona tushamaliza zote, ule mjadala wetu sasa unkomea hapa. Si kuwa wamenyamaza kwa sababu wamenyamaza mwisho kwa sababu hawana lingine la kusema, washayasema yote, ndio akamwambia al'ana jita bilhaqi. Sasa wewe umeleta maneno ya sawa kabisa. Lakini lau kama wangelikuwa na swali lingine wangeuliza. Hivi ndivyo walivyokuwa Banu Israili, wangelikuwa na lingine wangeulizwa. Na hao mfano na wale watu leo, kuna baadhi ya watu Mtume sallallahu alaihi wasallam ansema ufanye kadha, hikma yake nini? Kwa nini? Wewe nani wewe wataka kumuuliza Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuamrisha? Man anta, wewe nani? Ikiwa wajua hiyo hikma, fabiha wa ni'mat, hujui ni juu yako wewe kufuata. Na wengi katika hao na waona uliza hii kwa nini, wengi hao hawafuati, alafu mwisho auliza kwa sababu hataki kufuata. Lau kama ataambiwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamesema kadha wa kadha wa kadha, juu yake ni kufanya nini? Sami'na wa ata'na, ufuate. Kwa nini? Ilikuwaje? Kuna mmoja umwambia, bwana wajua haifai kuvaa isbani, nguo yako kuiburuza haifai. Mimi nataka kujua hikma yake nini. Wajua tuamrishwe jambo isipokuwa kuna hikma ndani yake. Sasa tukwambie hikma gani? Au usichafue nguo yako, takamwambia hivyo, au hivi na hivi, sije ukaanguka bwana, kikanyage hivi uanguke. Ndio hikma hizo. Allahu aalam, sisi tujui, tumeamrishwa hivyo basi. Yatosheleza kwa ukitekeleza ni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu hiyo kila mtu bwana, nasikia kuna hadithi zingine zinasema khuyala. Siku moja niko Hadramot kule Tarim, ile markazi ya hawa khurafiina, Darus Safta, waita Dar Mustafa, kadhaa Darus Safta. Pale nje na mwana mmoja Muindonesia amevaa kanzu, huyo mwanafunzi aburuza vibaya sana, aburuza kanzu chini. Taata ya akhi ليش ما ترفع ثوبك. Sasa yeye atakusema khuyala, yani mimi sifanyi hivi kwa kibri. Unaona, asema la 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 ana ma sawaita hadha khulaya Allah imtihani sana. Ukimuona mtu ashindana katika jambo ambalo ameamrisha Mtume sallam, anashabah na hao Mayahudi walipokuwa, maadamu lile jambo limethubutu kuwa Mtume sallam ansema wewe huna amri, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sisi hatuna khiyari.
nani amesema? Mtume Muhammad sallam, sam ala al-ain wal-ras, alizungumza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, Rasulullah alayhi salatu wassalam ndio alizungumza bwana, hatuna khiari sisi. Ukija ukiangalia mfano wa Banu Israili kisha uje uangalie mfano wa masahaba wa Mtume sallam, utaona baun shasi', tofauti kubwa kabisa. Utajua kuwa hawa ni watu Allah amewachagua. Masahaba wa Mtume sallam Allah amewachagua. Kwa hama bwana wakawa hali yao ni hivyo. Waliposhindwa sasa na hoja hawana tena na kusema, wakasema sasa umeleta ubainifu wa wazi kabisa ambao hauna mushkila wowote, wasf daqiq, wasifu ambao haiwezekani kumpata isipokuwa ng'ombe huyo tu. Hapa laja lile jambo, yule ng'ombe aliyena sifa hizi alikuwa ni ng'ombe wataja wa kijana mmoja yatima. Babake alifariki, hakumwachia mali yoyote isipokuwa yule ng'ombe. Allah subhanahu wa ta'ala akamtakia yeye hii riziki. Banu Israil katika kutafuta wakampata yule ng'ombe baada ya tabu. Na ndio maana hapa Allah subhanahu wa ta'ala akilizungumzia hili jambo sema wama kadu yaf'alun fadhabahuha, basi wakamchinja yule ng'ombe. Wama kadu yaf'alun, na walikaribia kuwa wasifanye hivyo, kwa sababu ni ngumu sana kumpata ng'ombe ana sifa hizi. Yani walikaribia kumkosa yule ng'ombe aliye na sifa hizi. Wama kadu yaf'alun, na pia kadhalika walikaribia pia kubeba maana hivi, walikaribia kutofanya amri hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha ya kuchinja nini, ya kuchinja huyo ng'ombe. Likathrati shukukihim, sababu wana shaka sana Banu Israil na taraddud, na amri ya Allah inapokuja wako nyuma katika kuitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wataqa'usihim 'an al-istijabati li amri Allah. Walikuwa amri ya Allah inapokuja wako nyuma, hawataka kutekeleza ile amri. Na kadhalika ugumu wa kumpata yule ng'ombe mwenye sifa kama zile, walikaribia kutompata wasiweze kufanya lile jambo. Kwa upande zote mbili. Ile ng'ombe walivyompata wataja wanawavioni, na hizi katika Israiliyat. Kwa yule kijana alipoona jamaa wamtaka sana hawa, akamwambia mimi namuuza kwa dhahabu, kwa sharti tena akishachinjwa ile ngozi yake ichunwe ijazwe dhahabu kama saizi ya yule ng'ombe, kisha mnipe ndio nitawauzia. Wengine wataja aliwaambia hivyo, wengine wasema kwa kilo za yule ng'ombe apimwe na dhahabu wampe. Yani ilikuwa ni ngumu kwao kumpata, mpaka kwenye bei wakauziwa bei kubwa sana, na hawana namna isipokuwa lazima wampate kwa sababu lile jambo lilotokea. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, na mlipomuua mtu kisha mkakhtalifiana kwayo, kwa hilo jambo. Hiki ndio kisa cha Baqara. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, na Allah ni mwenye kuyatoa hayo mliokuwa mkiyaficha. Jamaa watu walikuwa wateta, kila mmoja sema nyinyi ndio mlemuua, nyinyi ndio mlemuua, kila mmoja ampa tuhuma ya kuua mwenzake. Na Allah akadhihirisha kile walichokificha, ile khiana waliokuwa wakiifanya kumuua yule mtu ambaye ni bari, akajulikana nani yule aliyemuua. Faqulna adribuhu biba'dha, tukasema mpigeni huyo ng'ombe kwa kipande chake, yani kwa huyo maiti. Kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, hivi Allah subhanahu wa ta'ala huwahuisha wafu na anakuonyesheni aya zake ili mpate kufahamu. Na huu ni katika muujiza mkubwa Allah aliyofanya kwa mtume wake Musa alayhi salatu wassalam.
kuonyesha pia utume wa mtume Musa alayhi salatu wassalam. Sasa jamaa wakiona kama hivi, jamaa zetu hawa khurafiyuna, ndio pale huja na vile visa, basi kazi ya maulidi mkubwa mno. Kuna mama mmoja mnajua kile kisa, mimi kama kungetokea mtu akakusanya hizi khuzaabalat za kisufi hizi kisha akaziweka pamoja hivi kisha akawasikilizisha watu watashtuka sana. Ndio jamaa wana khuzaabalat, na nyinyi mwajue hicho kisa. Kwa mtu amwambia mama mmoja silimu, asema nitasilimu kabla sijafa, kisha akafa kabla ya kusilimu. Yule bwana wakaja mbio, mbona unkufa na hujasilimu? Yule mama akaamka, sema ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kisha akaanguka tena akafa. Hiyo ni kazi ya maulidi, hiyo kazi ya maulidi. Hebu tartibuni, wallahi anayewaamini hawa maneno yao pahala pake ni hospitali ya wenda wazimu. Huyo astahili apelekwe hospitali ya wenda wazimu, imma Potrizi ama Madhare, akamalize tembe ndio waamini hawa. Anayewaamini hawa watu hajamaliza tembe zake, si mzima hapa. Jana mmesikia moja kali majuzi latest, Umar bin Hafidh asema katika, najua makasirika sasa, anasema yeye, mimi naeleza watu tu, makhurafa kisikia ona amwingilia bin Hafidh, si nenda kaangalia clip, asema mwenyewe, asema babu yake Aidarus katika karamati zake, sikizeni makini, mamake amuuliza kuna karama gani, maneno kama haya, amwambia mamake, wakumbuka wewe ulivyokuwa msichana hujaolewa na babangu. Sikilizeni vizuri, kabla hujaolewa na babangu ulikwenda shamba fulani kule kutembea tembea, sio kulikuwa na kazi gani wafanya, kisha akaja mwanamume akataka kukosea adabu, akatokea bwana mmoja na farasi, akaja akampiga yule bwana, na wewe ukaenda zako nyumbani bila ya kudhurika. amwambia صدق الكلام هذا حصل ya mambo yalitokea haya, lakini ana ma khabarat had, lakini mimi sikumwambia mtu bwana, ni kweli nitokea, lakini mimi sikumwambia mtu yoyote. ukakea arafti mte yoki hadhara mjini, wewe unjua vipi wewe? Amwambia yule mtu alikuwa juu farasi ndio alikuwa mimi yule. Salala jamaa, ndio waambiwa ukiamini uongo huu wa masufi, wewe mahali pako ni hospitali ya wenda wazimu, wewe si mzima wewe. Basi kisha yosema, kisha funga macho, alafu hivi visa vielezwa kule Indonesia, maskini akimaliza kuzungumza yule jamaa mpatarato maskini wafurahi, waona kweli ati mtu amemuokoa mamake kabla hajaolewa na babake, yani kabla hajazaliwa. Karamat. Sasa wakisikia hivi mtokea kwa Banu Israili, na wao pia wataka pia wao mfufua maiti. Hebu tartibuni jamaa, mambo kidogo tupeni nafasi. Sema jamaa kwetu majengo kidogo, tupeni nafasi. Kuna maneno mengine ya uongo ukizungumza, hebu angalia uzungumza na nani. Basi umpata watu maskini wa kuamini kuwa wewe ni mkweli, wawadanganya hivyo bwana. Hii nitokea, hii nimeona juzi sijui latest hiyo latest umeitoa, kila mwaka hiyo jana mpya bahafidh. Yule huja humo akija akitawadha watu wachunga maji yake, huyu kadhabu dajjal, watu wachunga maji yake kisha ona yana baraka. Huyu acha tu turudi hapa, hawafufui wafu wa makhurafi warongo, wasiwadanganyeni. Haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala miujiza yaliyowapata mitume wa Allah. Kisha yuaje yakwambia nini? Unajua, lakini si Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuhusu Isa, wa yuhyi al-mauta biidhnillah. Sasa vipi yaliwezekani kwa wali? Hata mimi pia naweza kufanya hivyo. Wacha wali unamtaka wewe, hata wewe na mimi pia Allah akitaka uweze kumfufua maiti. Si kitaka Allah yafanye, lakini ndio hivyo. Si wali huyo tu, hata mimi pia naweza, ikiwa Allah atataka. Mimi, wewe, huyu, nani, Allah akitaka uweze kufanya waweza, lakini msidanganye watu. Hakuna mtu aliyekataa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika nyinyi waongo.
hakuna kitu kama hicho. Mtu amokoa mamake akiomwa na mwali, wewe uliona wapi? Kebu tartibuni, nyinyi makhurafi, tartibuni, wacheni ya watu akili zao ziwe nzima vile vile. Ndio waambia siku hizi ukimshukuru Allah shukuru neema, alhamdulillah ala ni'mati alislam was sunna. Hii asri yetu tunaishi wal aqli salim, ongeza na hii ya tatu, na akili timamu, sababu watu wengine kama wamepokonywa akili. Alhasil, Banu Israil wakamchinja yule ng'ombe, wakatupa baadhi ya zile nyama kwa yule maiti. Yule maiti akaamka, akafufuka, akaulizwa, nani aliyekuua wewe? Tizama, huyu mwana ndugu yangu ndo aniua. Muone huyu ndo aniua. Kisha akafa tena, akafa hapo. Yule akakosa urathi aliyokuwa ukimbilia. Na mpaka leo ndivyo ilivyo hukumu. Ukimuua yule unayemrithi haumrithi. Yaani ukijulikana kama kwa mfano kijana amemuua babake ili amrithi, pamoja na kuwa yeye ni mrathi, sio, lakini harithi, sababu amemuua. Istajala shay qabla awani fa'uqiba bihirmanihi, amefanya haraka kile kitu kabla kwa wakati wake, kwa hiyo adabu yake ni kuwa hakipati. Na lau kama ingelikuwa muuaji amrithi yule muua, basi jamani leo tungeuana wengi sana. Watu wanapona tamaa leo, watu wangeuana sana. Muona babake tajiri sana huyo mzee, na mimi mmekaa hapa sina kitu, uli ambali, kisha si babangu bwana ashamuua arithi. Ukijulikana wewe ndio ulimuua yule unayemrithi, humrithi, uruhusi kumrithi, bali na wewe pia utaisimamishwa nini hukumu katika sheria ya Kiislamu. Usimamishwe hukumu pia wewe alipizwa kisasi kwa kile ulichokifanya cha kuua. Lakini jambo la ajabu, Banu Israil haya mambo wameona kwa macho yao, yamefanyika mbele yao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, kisha nyoyo zenu zikawa ngumu baada ya hayo. Sio umeona maajabu hayo yote? Nyoyo zao zikawa ngumu. Fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, hata zikawa kama mawe au ngumu zaidi, yani bali ngumu zaidi kuliko mawe. Wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, kwani kuna mawe yanayobubujika mito. Jiwe kwa leo limepasuka kutoka maji ndani. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, na kuna mengine yanayopasuka yakatoka maji pia ndani yake. Mengine ndio chanzo cha mito, mengine yatoka maji ndani yake. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah, na kuna mengine huanguka kwa sababu ya kumwogopa Allah. Ukaona jiwe limeanguka kutoka kwenye jabali, anaanguka chini kwa sababu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah jiwe. Sasa haya mawe haya yaliyotajwa yana afadhali kuliko nyoyo zao hawa Banu Israili. Baada ya kuona haya yote pia nyoyo zao ngumu. Yani watu wa ajabu sana, nyoyo zao zikawa ngumu kweli kweli kutii na kuyaamini yale walioamrishwa. Allah asema, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, na Allah subhanahu si mwenye kughafilika na mnayoyafanya, ayajua yote mnayoyafanya subhanahu wa ta'ala. Kisha ndio ikaja aya, afatatma'una an yu'minu lakum. Hii ni kuonyesha namna gani nyoyo zao zilikuwa ngumu hawa Banu Israili, kiasi cha kuwa baada ya kuyaona haya yote bado hawa maashara al-yahuda hawa nyoyo zao zikawa ni ngumu. Mfano wake ni mfano wa jiwe, bali ni zaidi ya jiwe. Kisha Allah akasema, afadhali mawe. Kuna mawe ambayo ndio uchipuka mito kutoka katika mawe kama hayo, kuna mawe hupasuka yakatoka maji, na kuna mawe yaanguka kutoka juu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa mabwana nyoyo zao ni ngumu zaidi. Wallahu almusta'an. Kwa kifupi, hichi ndio kisa cha Baqara, katika visa ambavyo
pia vimetokea wakati wa Musa ambacho tujakitaja ni kisa cha Qarun katika suratul Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja kwa kifupi kisa cha Qarun, na kadhalika Allah amemtaja huyo Qarun katika sehemu nyingine. insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja biidhnillah tutamzungumzia huyo Qarun alikuwa nani na kisa chake kiko vipi. kisha itakuwa tumebakisha kisa cha Musa na al-Khadir alayhi salatu wassalam, wa idh qala Musa lifatahu katika suratul Kahf. Pamoja na kuwa tushawahi kusoma hapa tafsiri ya suratul Kahf tukaeleza kuhusu kisa cha Musa na al-Khadir, lakini insha Allah taala tutakuja kueleza biidhnillah. Kwa hiyo itakuwa vimebakia vikao viwili tumalize kumzungumzia Musa alayhi salam, kisa cha Qarun na kisa cha Musa alayhi salam pamoja na al-Khadir alayhi salam. Tutakuja kuwazungumzia insha Allah katika vikao viwili. Tutarajia kuwa tutamaliza kumzungumzia Musa kisha twende kwa Yunus alayhi salatu wassalam. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. barakallahu fikum.